تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية كما في البحر kawaida, الأحمر kama بصواريخ kawa, سجيل kama dawa, ثقيلة وتلحق ضرر بالغ bampa. فيها في أول رد إيراني Tutumie fursa على hii قصف adhimu المفاعل maridhawa النووية. kukaribisheni katika makala zetu hizi ambazo tunazoendelea kuzitoa kila siku kupitia channel yetu hii ya Dr. Harun Sha'rawi TV. Bado tunaendelea kuangazia siasa na diplomasia juu ya yale ambayo yanayojiri ndani ya Mashariki ya Kati, na hasa juu ya mapigano ambayo yaliyokuwa yanajiri baina ya taifa la Kizayuni, taifa la Israel, dhidi ya taifa la Irani. Ndugu zangu, kabla hatujaendelea kuangalia nini sababu kuu ambazo zilizopelekea, yani siri iliyojificha katika vita hivi baina iliyomwezesha taifa la Israel pamoja na mshirika wake Marekani kuivamia nchi ya Irani, tunapaswa kutumia fursa hii kuwaomba wanafuse, lakini pia kuwaomba ndugu zetu ambao mnaendelea kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali, vikiwa vipindi vya kidini, lakini pia vipindi vya kisiasa, lakini pia vipindi vya kijamii ndani ya channel yetu hii. Kama bado haujabonyeza alama ya subscribe, basi tumia fursa hii adhimu kutupa support yako kwa kubonyeza alama ya subscribe hapo chini, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele. Hii itakufanya kuwa wa kwanza kabisa kupata mtiririko wa makala zetu mara tu zinapowekwa. Ndugu zangu, kama tulivyozungumza, bado tunaangalia siasa na diplomasia ya nchi za Mashariki ya Kati, na hususan ni juu ya uvamizi wa taifa la Kizayuni, taifa la Israel dhidi ya taifa la Irani. Ndugu zangu, ikumbuke kwamba tulizungumza kuna vita ya kiuchumi, lakini pia ipo vita ya kisiasa, lakini pia ipo vita ya kibiashara, lakini pia iko vita ya kielimu, lakini pia iko vita ya kiteknolojia. Lakini ikumbuke kwamba mkono wa juu, mkono wa superpower, nani ambaye anayepaswa kuwa superpower? Ni yule ambaye kwanza anamiliki anga, lakini pia anamiliki bahari, lakini pia anamiliki elimu pamoja na teknolojia. Hao ndio wanaitwa the superpower in the world, kwamba ndio mataifa yenye nguvu ndani ya hii dunia. Ikumbuke kwamba huu mpango mkakati wa kuiweka taifa la Israel ndani ya Mashariki ya Kati ulikamilika mwaka wa 1948, lakini lengo kubwa ilikuwa kuna malengo ambayo yaliokuwepo nyuma ya mgongo mengi sana, lakini pamoja na malengo hayo, moja kati ya malengo hayo ilikuwa ni kuwatoa wa Israel kule walipo kutokana na shida, tabu walizokuwa wakizipata, ili sasa warejee katika eneo ambalo wao walikuwa wanaishi kabla, lakini walipoteza uhalisia wao baada ya kuondoka kwa muda mrefu. Kutokana na mateso ambayo waliopitia huko, wakaona sasa vile vizazi ambavyo vilivyokuja sio wale Mayahudi ambao ni halisi. Vile vizazi ambavyo vilivyokuja sasa, vizazi vinavyotokana na ile cheni yenyewe ya Kiyahudi, ndio ambao walioamua sasa kwenda kurudi katika ardhi yao ya ahadi au ardhi yao ya asili. Lakini hao waliorudi ni mixer pamoja na wazungu ambao kwa asilimia kubwa walikuwa wamezaliwa katika nchi za Ulaya. Kumbuka kwamba waliwahi kuishi Ujerumani pia, lakini pia baada ya Hitler kuwachoma na kuwaua sana, waliweza kutawanyika katika maeneo mengi duniani, kama vile maeneo ya Poland, kama vile Marekani, Ufaransa, Uingereza na maeneo mengine. Sasa baada tu ya kuwekwa taifa hili likapewa nguvu za atomic, nguvu za nuclear, kwamba waweze kumiliki nuclear ili wawe ni superpower ndani ya Mashariki ya Kati. Sasa ukija ukaangalia kwamba mpango mkakati uliokuwepo ni kutaka kufanya kwamba ndani ya Mashariki ya Kati asiwe mbabe yoyote yule, asitokee mbabe yoyote yule
zaidi ya taifa la Kizayuni. Kwa hiyo propaganda ambayo iliyokuwa imejengeka kwa muda mrefu sana, propaganda ambayo ilikuwa inatambulishwa kwa muda mrefu sana kupitia vyombo vya habari ambavyo wao wameweza kuvimiliki, wao wameweza kuvianzisha, na wao ndio wamiliki wakubwa wa vyombo hivi. Unapozungumzia vyombo vya habari vikubwa, unazungumzia Sky News, unazungumzia CNN, unazungumzia BBC, unazungumzia SBM, unazungumzia vyombo vingi sana ambavyo wao wameviandaa makusudi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatoa taarifa zao kama ambavyo wanavyotaka, ili kuushawishi ulimwengu juu ya kutimiza matakwa yao. Sasa propaganda ambayo ilikuwa inatengenezwa kwa muda mrefu ni kutaka kuonyesha kwamba Israel ndiyo taifa bora, Israel ndiyo taifa teule, Israel ndiyo taifa ambalo limeteuliwa kwa ajili ya kuja kutawala ulimwengu. Lakini pia Israel ndio taifa ambalo linamiliki jeshi kubwa, jeshi lenye nguvu dhidi ya majeshi yote duniani. Hizi ni sifa ambazo kwa muda mrefu sana wazee wetu wameishi nazo, lakini mpaka leo kuna watu ambao wanaendelea kuishi nazo wakiamini kwamba Israeli ndiyo taifa bora, Israeli ndiyo taifa lenye jeshi lenye nguvu kushinda mataifa yote duniani. Sasa kilichopo nyuma ya mgongo katika vita hivi ni nini? Moja ni kuifanya Israel, taifa hili la Mayahudi ndani ya Mashariki ya Kati, ndiyo taifa pekee ambalo liwe lina nguvu kushinda mataifa mengine. Ndio maana likapewa nguvu na utawala wa kumiliki nyuklia. Lakini siri nyingine ambayo watu wengi sana wamekuwa hawajui, ikumbuke kwamba ulimwengu ambao tunakwenda nao kuna vita kubwa ya kiuchumi baina ya nchi za magharibi, lakini pia nchi za bara la Asia, baina ya nchi za magharibi pamoja na mshirika wao Marekani, lakini pia pamoja na China, Urusi, Korea na nchi zingine. Kuna vita kubwa sana vya kiuchumi. Kwa hiyo moja kati ya mambo ambayo walioyafanya Irani pamoja na Uchina ni kuhusu mashirikiano ya kuweza kutengeneza reli ambayo itakayotoka China moja kwa moja kwenda wapi? Kwenda Irani. Sasa reli hii kistrategic imekaaje? Reli hii maana yake ni kwamba itakuwa ikisafirisha mizigo ya kibiashara ambayo iliyokuwa kwa asilimia kubwa inapitia katika bahari. Sasa ukilinganisha kupitia mizigo kusafirishwa kwa njia ya bahari na mizigo kusafirishwa kwa njia ya reli kutoka China kuja Irani na kutoka Irani kwenda China, maana yake njia ya bahari ilikuwa ina mzunguko mkubwa zaidi kushinda njia ya reli. Kupitia njia ya reli, maana yake mzigo una uwezo wa kutoka China kuja mpaka Irani na kutoka Irani kwenda China kwa muda wa wiki 2, maana siku 15 tu njiani. Lakini tofauti na baharini ambapo mzigo ulikuwa unachukua mwezi mmoja na siku 10, kwa maana ya siku 40. Sasa ina maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba maslahi ambayo waliokuwa wanayapata nchi za magharibi kupitia mzigo baharini, maana yake maslahi yale watakuwa hawayapati tena. Hivyo maslahi yale yatakwenda moja kwa moja baina ya nchi mbili, kati ya Irani pamoja na China. Hiyo sehemu ya kwanza. Kwa hiyo namna gani tunaweza kuiteka hii njia? Ni lazima tuhakikishe kwamba Irani anadondoka, kwa sababu tukimwachia Irani aweze kutumia njia hii ya reli, maana yake uchumi wake utakuwa ni mkubwa, na uchumi unapokuwa mkubwa wa nchi, maana yake una uwezo wa kwenda kufanya jambo lolote lile, hasa katika kumiliki silaha, lakini pia kutenga bajeti kubwa ambayo itakayoweza kukupushi katika masuala ya utafiti, ambao utafiti huo utakusababishia wewe kama taifa kwenda kuwa juu ya mataifa mengine, na hasa tishio kwa nchi ya Israeli. Hiyo sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili ni kwamba yapo madini. Irani ni moja kati ya nchi ambazo zinamiliki madini
mengi ya uranium, lakini pia wanamiliki gesi. Hivi vyote ni rasilimali ambazo zinaifanya nchi hiyo ya Irani isiweze kutetereka hata kama wamewekewa vikwazo kwa muda mrefu sana. Sasa hii maana yake ni nini? Hii maana yake ni kwamba watakapotumia madini yao ipasavyo vizuri zaidi kwa maslahi ya nchi yao, maana yake watakwenda kubadilisha mifumo ya kijeshi, lakini pia teknolojia yao itakuwa iko juu zaidi. Teknolojia inapokuwa iko juu zaidi, maana yake unaisogeza nchi yako kuwa katika superpower duniani, lakini pia uchumi utakuwa ni mkubwa zaidi, na uchumi unapokuwa mkubwa zaidi, maana yake huduma za jamii zitakuwa ni nyepesi, huduma za jamii zitaboreka, jambo ambalo litaweka mawasiliano mazuri baina yako wewe kama taifa, lakini pia pamoja na wananchi ambao unaowamiliki. Lakini pia katika ukanda huo, maana yake utakuwa na nafasi kubwa ya kutengeneza ushawishi katika nchi zinazokuzunguka, lakini pia katika mataifa mengine duniani. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo namna gani tunaweza kuipata hii gesi? Namna gani tunaweza kupata uranium ili sasa mwisho wa siku maslahi haya yasimamiwe na watu ambao watakaosababisha nchi za magharibi kuweza kunyonya rasilimali ambayo iliyopo ndani ya nchi ya Irani, kuweza kufaidika kupitia rasilimali hii ya Irani. Ndipo hapo sasa utaona kuna sababu kubwa ya kuweza kuichokonoa hii nchi, kuweza kuivamia hii nchi ili sasa kushusha kuondoa utawala wa Al-Khomeini ili waweze kuweka utawala ambao wanaotaka kwa maslahi yao binafsi. Ikumbukwe kwamba mmoja kati ya marai ya viongozi ambao waliokuwa wanatarajiwa kwamba wanaweza kuchukua nchi hii baada tu ya kuudondosha utawala wa Khomeini ni mmoja kati ya watoto wa watawala waliopinduliwa na utawala huu wa Kiislamu mwaka 1978 kama sijakosea, au 79. Lakini huyu ambaye anayetarajiwa kuwekwa ni nani? Huyu anayetarajiwa kuwekwa mpaka leo tunapozungumza anaishi katika nchi ya Marekani, lakini pia asili yake huyu mtu si Mwirani wa moja kwa moja, bali ni Mwirani lakini pia ni pandikizi la Mayahudi. Unaona siasa namna zinavyotengenezwa duniani, unaona siasa namna gani zinavyowekwa duniani kupitia Myahudi, namna gani anavyotaka kuitawala hii dunia. Kwa hiyo huyu ambaye aliyokuwa anatarajiwa kwamba atachukua mamlaka baada ya kudondosha utawala wa Khomeini ni kibaraka wa Marekani, lakini mwenye asili ya Kiyahudi ambaye sasa amezaliwa nchini Irani. Unaweza ukaona siri ambayo iliyopo. Lakini sasa Wairani wako macho, Wairani wanajua, Wairani ni watu ambao wako makini kuhakikisha kwamba mfumo na mikakati ya nchi yao inakwenda kwa namna ambavyo ilivyopangwa. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa sehemu ya mikakati ambayo iliyowafanya sasa wa Marekani wa Israeli kupitia mshirika wao wa Marekani kuweza kuingia katika nchi ya Irani. Lakini pia uko ushawishi mkubwa sana ambao umetengenezwa na nchi za Waarabu, umoja wa nchi za Waarabu, akiwemo Saudi Arabia, akiwemo Kuwaiti, akiwemo Qatari, UAE, lakini pia na mataifa mengine kama vile Jordan, kutaka kudondosha utawala wa Khomeini kwa kupitia mkataba walioweka baina yao pamoja na rais wa Marekani Donald Trump, kwa kumpa haya majukumu ili aweze kudondosha utawala wa Irani. Ikumbuke kwamba pamekuwa kuna sintofahamu, lakini pia pamekuwa kuna mkanganyiko mkubwa sana baina ya madhehebu ya Ahlus Sunna wal Jamaa pamoja na madhehebu ya Shia. Ahlus Sunna wal Jamaa wanawatuhumu kwamba Shia sio Waislamu. Tumefahamiana vizuri.
yani baadhi ya Ahlus Sunna wal Jamaa wanawatuhumu kwamba Shia sio Waislamu, lakini wakati huo huo Shia wameweza kutengeneza misingi ya taifa lao kupitia nadharia ya Kiislamu. Wameweza kufanya mapinduzi ndani ya nchi yao na kuhakikisha kwamba wanaweka utawala wa Kiislamu. Kwa nini sasa hizi tofauti zimekuwepo? Shia hawakubali Ahlus Sunna wal Jamaa. Kwa sababu gani? Wao wanawatuhumu kwamba ndio walienda kudondosha ile Fursi Empire, Parsi, yani Fursi Empire wakati huo kupitia masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao ni Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pamoja pia na Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, na hatimaye ile Daulatul Fursi ikawa imedondokea katika mikono ya Waislamu, jambo ambalo sasa lilisababisha kuondoa ile empire ambayo waliokuwa nayo kwa kipindi hiko. Na wakati huo huo ni kwamba Sunni wanawakataa Mashia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mfumo wa tofauti zao za kiitikadi. Ni mfumo wa tofauti zao za nini? Za kiitikadi. Hivyo basi Shia wanasema kwamba wao ndio wafalme, wao ndio superpower ndani ya Mashariki ya Kati. Wakati huo Saudia anasema hapana, sisi ndio tunatakiwa kuwa superpower, sisi pamoja na Waarabu wengine tofauti na Waajemi. Almuhimu ni kwamba historia katika hilo tutaisoma kwa kirefu ili watu mpate kujua, watu mpate kufahamu nini chanzo cha tofauti hizi na siri iliyopo. Lakini je, katika vita hivi ni vita ambavyo vinavyohusu vina nadharia yoyote ya kidini? Tutakuja kuangalia, tutagundua kwamba vita hivi vina nadharia ya kidini au havina nadharia ya kidini, bali ni siasa tu za kidunia na kugombania utawala. Lakini sasa baada ya kushindwa Marekani, baada ya kuchukua dili la Waarabu na kujaribu kutaka kuingia katika nchi ya Irani na kuona namna gani alivyopokelewa kwa kishindo, kwa yale ambayo yeye hakuyatarajia kwamba anaweza akapokea majibu ya namna alivyoyapata, hasa kwa kupitia kule Israel, jambo ambalo lilimshtua sana. Kwa hiyo alichofanya ni kutengeneza propaganda ya kuzunguka kwamba anataka Irani ijiondoe katika masuala ya kurutubisha uranium ambayo inayokwenda kutengeneza mabomu ya nyuklia. Kwa hiyo nini sasa alichofanya? Ni kupeleka ndege zake na kuandaa vita, kuandaa mchongo maalum, lakini akimchonganisha Muisraeli kwamba ionekane yeye ameingia kwa sababu ya kulitetea taifa la Israeli. Mwisho wa siku amepokea kichapo, ambacho kichapo hichi kimedhihirisha kwamba ule mtazamo uliokuwa ukitengenezwa kupitia propaganda ya vyombo vya habari na mataifa makubwa na ushawishi pamoja na hamasa kwamba taifa la Israel ndio taifa lenye nguvu kubwa duniani, lenye jeshi bora duniani, limeshindikana na ni uongo. Utaona kwamba propaganda iliyokuwa inatengenezwa haijaweza kufanikiwa. Propaganda iliyokuwa inatengenezwa haijaweza kuzaa matunda. Hakuna faida iliyopatikana isipokuwa ni hasara. Na hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba laiti vita hivi vingeliendelea kwa muda wa siku zaidi ya wiki 2 au kwa muda wa mwezi mmoja, matokeo yake ni kwamba taifa hili la Israel lingeligeuka kuwa ni jivu. Tumefahamiana? Laiti vita hivi vingeliendelea kwa zaidi ya wiki 2 au lingelichukua mwezi mmoja, basi taifa hili lingelikuwa ni jivu tupu. Tumefahamiana vizuri? Kwa sababu gani? Population ya watu waliopo katika ndani ya taifa la Israel ni milioni 9. Huwezi ukalinganisha na taifa ambalo linamiliki watu zaidi ya milioni 97. Tumefahamiana vizuri? Lakini Irani peke yake, nguvu alizonazo za kijeshi ni kubwa zaidi ya nguvu ya taifa la Israel. Na hii inatokana na nini? Inatokana na vikwazo vya muda mrefu walivyowekewa, jambo ambalo liliwafanya sasa
kujikita zaidi katika utengenezaji wa makombora. Na ndani ya vita hivi ambavyo alivyokuwa anapigana Irani kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 8, hajawahi kutumia ndege zake mwenyewe, bali amekuwa akitumia makombora ya muda mrefu, likiwemo hili kombora maarufu ambalo ni kombora la Khaibar. Kombora hili la Khaibar lazima watu wajue kwa nini liliitwa Khaibar. Limeitwa kombora la Khaibar kwa sababu moja kati ya vita alivyopigana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vilikuwa ni ghazwatu Khaibar, ni vita vya Khaibar ambavyo vilivyopiganwa baina ya Waislamu pamoja na Mayahudi wakati huo, Mayahudi ambao waliokuwa wanaishi katika miji ya Khaibar. Lakini vita hivi vilitokea baada tu ya Mayahudi kukhalifu mikataba waliowekeana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati huo, ikiwemo kutofanya hiana. Yani ikumbuke kwamba miongoni mwa sifa za Mayahudi popote pale watakapokuwa ni lazima wafanye khiana. Khiana ya kwanza ni kuwachonganisha ninyi kwa nyinyi ili wapate kufanya biashara zao za silaha. Kuwachonganisha ninyi kwa nyinyi ili muweze kutengana. Kuwachonganisha ninyi kwa nyinyi ili muweze kuwa ni maadui na msielewane. Sasa mnapoingia katika vita, wao wanafanya biashara ya silaha. Kwa hiyo katika vita ambavyo walivyopigana ilikuwa ni ghazwatu Khaibara, ni vita vya Khaibara ambavyo vilivyosimama baina ya Waislamu pamoja na nani? Na Mayahudi. Na katika vita hivi Waislamu waliweza kuwazingira Mayahudi na hatimaye kuwashinda. Sasa kwa kuitukuza vita hivi adhim, ndio maana Irani wakatengeneza kombora wakalipa jina la Khaibar, ambavyo tumeona matokeo ya kombora hili. Watu wengine wanaliita Khabari, tumefahamiana, wanaliita Khabari, lakini linaitwa Khaibar kwa maana moja kati ya sifa zake lilikuwa ni kombora ambalo likifika karibia na eneo la tukio linajiachia, na ndani ya kombora lile yanatokea makombora mengine madogo madogo mengi ambayo hayawezi kuziwilika kupitia mifumo ya kuziwia makombora hayo. Sasa utaona kwamba namna gani Mayahudi desturi zao tangu zamani. Kwa hiyo Irani alijikita katika kutengeneza makombora kwa muda mrefu zaidi. Tumefahamiana vizuri. Israel pamoja na teknolojia walionayo, pamoja na nguvu walizonazo, lakini uchumi wao hauwezi kufikia uchumi wa Irani. Kwa hiyo Irani bado ana uwezo mkubwa sana. Ni laiti kama Israeli akiachiwa peke yake tu, akiachiwa peke yake vita hivyo ili aweze kupigana na Muirani, hataweza kutoboa. Huu ndio ukweli na huu ndio uhalisia. Ukikataa ndio hivyo na ukipinga ndio hivyo. Muisraeli peke yake hawezi kutoboa vita hivyo kwa sababu ana rasilimali ndogo kushinda chini ya Muirani. Yani huwezi ukakaa ukalinganisha rasilimali watu na rasilimali ya uchumi wa nguvu alizonazo Irani ukalinganisha na taifa la nini? La Israeli. Bali Israeli huonekana kwamba ana nguvu zaidi baada ya kupatikana mshirika wake mkuu wa Marekani. Ndio maana hakuna vita yoyote ambayo ameweza kupigana yeye mwenyewe kama yeye, isipokuwa atashindwa vita hivyo, na ili ashinde ni lazima apate nguvu kutoka katika mataifa ya nchi za Magharibi au Marekani. Tumefahamiana vizuri. Sasa ukija ukatazama vita hivi, utaona kwamba Marekani amekuwa akisimama pamoja na Myahudi, kwa sababu kule Marekani Mayahudi wanaoishi katika nchi ya Marekani ni wengi zaidi ya wale waliopo katika nchi ya Israeli. Nafasi ambazo walizonazo Mayahudi ndani ya nchi ya Marekani ni kubwa zaidi, kwa sababu wao ndio wameshikilia kwanza uchumi wote wa Marekani. Uchumi mkubwa wa Marekani wao ndio wanaouongoza. Lakini pia wafanyabiashara wakubwa ambao unawajua wewe ndani ya Marekani wote ni Mayahudi. Kwa hiyo mafanikio yako wewe ya kuanzisha jambo ndani ya nchi ya Marekani bado yatategemea mkono wa Mayahudi ili uweze kufanikiwa katika biashara zako. Tumefahamiana vizuri. Lakini wao ndio wameshikilia mfumo wa usalama wa taifa, jeshi
la Marekani, lakini pia wao ndio wameshikilia Kongresi lote la Marekani. Hakuna rais yoyote wa Marekani ambaye atakayeweza kuiongoza Marekani kwanza atakula kiapo cha kuhakikisha kwamba anaisaidia Marekani mahma itakavyokuwa, na kama hauto hapa kiapo hicho, basi hautoweza kuchukua nchi ya Marekani na kuiongoza, kwa sababu wao ndio wameishika kwa 100%. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo sasa ile nadharia ambayo tunayoizungumzia kwamba Israel ndio taifa bora, Israel ndio taifa teule, Israel ndio taifa lenye jeshi bora duniani, hizo ni propaganda za vyombo vya habari. Ndugu yangu, popote ulipo, unatakiwa uzinduke, ujue kwamba vita ya propaganda ndiyo vita kubwa zaidi kushinda hata vita ya silaha. Leo Ukraine ukija kutazama utaona kwamba yeye ndiyo anashinda vita, lakini vita anavyoshinda Ukraine anashinda kupitia vyombo vya habari. Lakini ukienda katika uwanja wa mapambano, Urusi inazidi kujikatia maeneo ya Ukraine na inafanya matokeo makubwa mno kupitia vita hivyo. Sasa ukiangalia kihistoria vita ambavyo anavyopigana Mwisraeli, kapigana kwamba alipigana na Waarabu akawashinda. Tumefahamiana vizuri kwamba aliwahi kupigana na wananchi zote za Kiarabu akazishinda, lakini ni wakati gani ambapo yeye aliwashinda Waarabu? Ni wakati ambapo Waarabu walikuwa kwanza hawajazinduka, lakini nguvu walizonazo hawakuwa nazo. Yani nguvu walizonazo leo hawakuwa nazo kwa kipindi hicho, na kipindi hicho walichonganishwa baina yao wao kwa wao, lakini pia wao pamoja na nchi za magharibi. Wao waliwasikiliza sana nchi za magharibi, lakini angalia matokeo yake ya kile kilichotokea mwaka 1973 katika vita vilivyo kusanya nchi za Waarabu zikiongozwa na jeshi la Misri katika kuhakikisha kwamba wanaikomboa ardhi yao ya Sinai ambayo ilikuwa imekaliwa na Mayahudi. Nini kilichompata Myahudi? Unaweza ukaona na ukaondoa kabisa katika kichwa chako, yani ukaghasil mukh, ukafuta ubongo wako kuonyesha kwamba uhalisia wenyewe wa vita hivi ni huu ambao tunaozungumza. Ndugu zangu, makala hizi ni nyingi na muda ni mchache, lakini tutaendelea kupashana habari juu ya yale ya siri ambayo yanayoendelea kutokea. Tutakuja kuzungumzia kwa nini Irani alifunga Hormuz, alifunga njia ya Hormuz, ile ya bahari ambayo inayounganisha kati ya nchi za Mashariki ya Kati pamoja na bara la Ulaya. Na kwa nini Marekani pamoja na nchi za Ulaya walimuomba sasa na kumsujudia Irani aweze kufungua njia hiyo. Njia hii ina umuhimu gani na imekaaje kistrategic? Tutakuja yote hayo kuyaangalia. Nikuombe hapo ulipo, kabla ya kuondoka, usiache kutupa sapoti yako ya kubonyeza alama ya subscribe kama bado haujabonyeza, ili uwe wa kwanza kupata makala zetu, lakini pia ubonyeze alama ya kengele. Wako studio ni mimi Dr. Harun Sha'rawi, mchambuzi wa mambo ya kisiasa na diplomasia ulimwenguni na hasa kule Mashariki ya Kati. Asanteni.